Roho Mtakatifu ukiwa naye, haya matunda ya Roho Mtakatifu yamo ndani yake. Yeah. Huwezi kuwa nayo kama una Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasemaje hapo? Lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo. Furaha. Amani. Uvumilivu. Utu wema. Fadhili. Uaminifu. Upole na kiasi. Sio upole kiasi. Upole sina koma. Upole peke yake. Kiasi. Haleluya. Amen. Ukiwa na Roho Mtakatifu utapata tunda la Roho. Yes. Ambalo ni furaha. Hata kwazo likija ndani yako kutakuwa na furaha. Amen. Hii furaha hailazimiki. Yes. Huwezi kuilazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ochi. Mina. Mpaka mtu anakushangaa, mbona huyu jamaa namkwaza kila siku lakini wala hanichukii. Yes. Akiamka ananisalimia. Yeah. Tukikutana kazini tunaongea fresh. Mbona huyu simuelewi? Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kuwa na uvumilivu. Kabisa. Mtu kabisa anakutukana, unaweza ukamzibua. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na uvumilivu. Amina. Utakuwa na utu wema. Yeah. Yoyote anayekuja kwako utasikia upendo unaingia. Amina. Utasikia tunda la Roho linaanza kutenda kazi. Amen. Akija mgonjwa, tunda la Roho linaanza kutembea ndani yako. Yes. Unajisikia umwekee mikono bila kuambiwa. Amen. Tunda la Roho. Amina kubwa. Yes. Haleluya. Amen. Unajikuta yani wewe mambo yoyote yakienda vibaya unajikuta ni mtu wa tofauti kabisa. Amen. Hata watu wakikuona muonekano wako hauwezi kuwa wa kawaida. Amen. Huwezi kuwa wa kawaida. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya mafundisho uyapate pengine. Haleluya. Amen. Mchungaji anayetaka injili ya pesa akuhubiri Roho Mtakatifu siku ya atoke bila chochote ni ngumu kabisa. Sisi tunaye Roho Mtakatifu. Nina kubwa. Na tutamuelewa Roho Mtakatifu. Yeah. Na atatenda kazi ndani yetu. Amina. Na tunda la Roho litaingia ndani ya maisha yetu. Amen. Kila wakati mwambie Bwana nipe Roho Mtakatifu. Nipe